Kama kwenu kuna mzaliwa wa kwanza au wewe mwenyewe, jifunze kumwombea mara zaidi kuliko kitu kingine, kuliko wengine unavyowaombea. Si kwamba usiwaombee wengine, ila kwa sababu mzaliwa wa kwanza mzali yake amebeba vitu kadhaa ambavyo nataka tuvione. Sasa nataka tuuone mwezi wa kwanza kama ni mzaliwa wa kwanza wa miezi yote 12, maana yake 11. Huu mwezi wa kwanza una wadogo zake 11. Una wadogo zake wangapi? Sasa huyu ambaye anaitwa mzaliwa wa kwanza wa miezi yote, maana yake mzaliwa wa kwanza wa mwaka wa 2026 anaitwa Januari. Nataka tumwone ndani yake huwa ameumbiwa vitu gani. Hii itakusaidia sana namna ya kuomba kimkakati. Na nataka nikwambie ndugu yangu, ukijua siri ukafaulu hapa, mwaka mzima unakuwa kama unashuka kidogo, unaserereka, kwa sababu mzaliwa wa kwanza kuna vitu ambavyo ameumbiwa vinavyomtofautisha na mwingine yote kwenye familia, kwa kuwa yeye ndiye anayekuwa mwanzo wa uzao. Na kwa sababu mwanzo wa uzao, kuna vingi sana ambavyo vinapokuja baadaye vinategemea sana nafasi ya huyu, na ndio maana hii nafasi huwa ina vita kubwa sana. Hii nafasi huwa ina vita kubwa sana. Msipojua namna ya kumwombea mzaliwa wa kwanza, kuna mawili. Asipokufa kabla ya wakati, basi ana uwezo wa kuishi, lakini asiwe na faida inayotakiwa kwenye hichi kizazi. Na nielewa ndugu zangu.